إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا. يقول الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها المؤمنون بارك الله فيكم. Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kumneemesha mwanadamu kwa neema tofauti tofauti, neema ambazo kwamba lau mwanadamu atakuwa ni mwenye kukaa na kuzingatia na kuhesabu zile neema alizokuwa ni mwenye kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwanadamu kama huyu hawezi kudhibiti idadi maalum ya neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lau nyinyi wanadamu mtakaa muanze kupiga mahesabu kwa kuzihesabu neema alizowapeni Allah subhanahu wa ta'ala, hamtoweza kufikia idadi maalum za neema alizowapeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ikionyesha ukubwa na wingi wa neema ambazo kwamba amekwenda kuruzukiwa nazo wanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, miongoni mwa neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kumruzuku nayo wanadamu ni neema ya mali, neema ambayo kwamba hakuna mwanadamu katika ulimwengu huu isipokuwa anahitaji neema kama hiyo, neema ambayo kwamba ni mtihani kwa wanadamu au ni neema ambayo kwamba ni mapambo kwa wanadamu katika dunia yao, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, almal walbanun zinatul hayati dunya, kwamba mali na watoto ambao kwamba mnamiliki ninyi wanadamu ni mapambo miongoni mwa mapambo ya dunia. Lakini mbali na kuwa neema hii ni mapambo ya kidunia, ndugu zangu katika imani, ni mtihani ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampatia nayo mja wake. Amtizame mja huyu, je, neema hii aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuishukuru? Na kuishukuru ni kwa kuitumia kwa namna alivyoamrishwa na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, au atakuwa ni mwenye kuikufuru neema kama hii akaitumia namna anapotaka yeye, kwa kudai yeye ndiyo anakuwa ni mwenye kumiliki akaunti kama hiyo. Yarifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Wengi wetu tunasifahamu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baadaye tunakuwa ni wenye kuzipinga kwa sababu tunafanya kinyume na alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea hali ya wanadamu pindi anapokuwa ni mwenye kumruzuku yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi mwanadamu anaponeemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa katika hali gani, na mwanadamu huyu anaponyimwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na uadilifu wake, huyu mwanadamu anakuwa katika hali gani? Atwambia jalla jalalu, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Mwanadamu anapoonjwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameita kuwa ni mtihani. Idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu, na akamkirimu Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'amahu, na akamneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, akamfungulia upande wa biashara,
akamfungulia upande wa mali, akamfungulia upande wa rasilimali mwanadamu kama huyu, fayaqulu rabbi akraman, mwanadamu huyu anaanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Mola wangu amenitukuza mimi, nimechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanadamu huyu idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa, Allah subhanahu wa ta'ala anapomtahini na akaikadiria riziki yake mwanadamu kama huyu, biashara haiendi namna alivyotarajia, kuna lapsi katika biashara yake, mambo hayaendi sawa, fayaqulu rabbi ahanan, mwanadamu anaanza kumlalamikia Allah na anaanza kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Mola wangu amenitweza mimi, Mola wangu amenitupa mimi, Mola wangu amenisahau mimi, Mola wangu hanitambui mimi. Hii ndio hali ya mwanadamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatupa uhalisia wa mambo. Kalla, sivyo hivyo mnavyosema nyinyi. Bal la tukrimuna al-yatim, tatizo lenu nyinyi mnapopewa mali, tatizo lenu Allah anapowafungulia uwezo, tatizo lenu Allah subhanahu wa ta'ala anapowapatia kile alichokipatia Allah subhanahu wa ta'ala, akawafanya nyinyi ni makhalifa wa mali hiyo. La tukrimuna al-yatim, nyinyi hamwakirimu mayatima, munawadharau mayatima, munawatupa na kuwanyanyasa mayatima, bali wengi wenu munawafanya mayatima hawa ni kama kitega uchumi. Watu kwa kulalamika kwa kuhitaji misaada ya kuwasaidia mayatima, kumbe ni misaada ya kusaidia mali zao. Bal la tukrimuna al-yatim, hamwakirimu nyinyi mayatima. Wala tahadhuna ala ta'ami al-miskin, wala hamhimizani katika kuwalisha maskini. Maskini kwenu ni watu ambao kwamba mnawachukia. Anapokuja mtu kubisha mlango kwako kwa njaa, unamfungia mlango na kumtukana. Anapobisha katika gari lako, unamfungia kioo. Mtu analilia njaa, mtu anaumia hajakula siku mbili, Allah amekuruzuku neema ya mali, hauwezi kusema namchukua huyu kijana nampeleka katika hoteli namsimamia chakula ale, mimi ndio nitalipa, sitompa mali kwa sababu anaweza kutumia uraibu. Wala tahadhuna ala ta'ami miskin, hamuhimizi nyinyi, hamulioni ni suala muhimu la kuwalisha maskini. Leo maskini amekuwa ni mtu ambaye kwamba hana maana katika macho ya Waislamu. Je, hii tabia ndio malipo tunayomlipa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha tuwe ni wenye kuangalia mayatima? Je, hii tabia ndio tunayomlipa nayo Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuturuzuku mali aliyotuamrisha tuwalishe maskini? Je, hii tabia ndio tunatakiwa tuwe nayo sisi Waislamu kwa wale tunaokutana nao barabarani wanalalamika na njaa? Tazameni masahaba ridwanullahi alayhim, Allah anawasifu katika Qur'an, wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah. Wao kazi yao walikuwa wakiwalisha maskini, mbali na kuwa kile chakula wanakipenda wao, mbali na kuwa kile kitendo wanakipenda wao, ala hubbihi miskinan, wanawalisha maskini, wa yatiman, na mayatima, wa asira, na wale ambao kama wamefungwa. Lakini maneno yao ni yale yale waliyatambua kwa nini walipewa mali zile, wakisema innama nut'imukum liwajhi llah, sisi hatujafanya hivi isipokuwa tuwalisha kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa wala shukura, hatuhitaji malipo kutoka kwenu wala hatuhitaji shukrani kutoka kwenu. Ayuha almu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala baada kutuambia wala tahadhuna ala ta'ami miskin, atuambia watakuluna turatha aklan lamma, nyinyi wanadamu munakula wirathi ulaji wa pupa. Akili zenu zinafikiria namna gani mtakapokosana kwa sababu ya mirathi. Akili zenu zinafikiria namna gani mtakapouana kwa sababu ya mirathi. Lakini watuhibbuna almala hubban jamma, munapenda mali mapenzi ya kupindukia, mpaka mnasahau kwamba hii dunia ni njia inayopelekea wewe kuingia katika akhira. Lakini kwa sababu tu ni yale yale aliyosema Allah, bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa, sisi tunatukuza sana maisha ya dunia, lakini akhira ndiyo iliyokuwa bora na ndiyo yenye kudumu.
Fahamu ewe ndugu yangu katika imani, unapoishi katika ulimwengu, kwa neema aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, kadri uwezo aliyokupa Allah, kuna watu waliishi katika ulimwengu Allah aliwapa mali nyingi, lakini kwa sababu walikataa neema hiyo kwa kuitumikia kwa namna walivyoamrishwa na Mola wao, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Inakutosheleza wewe Muislamu kufahamu utajiri wa hao waliotangulia, kwamba utajiri wao aliutambua ni Allah subhanahu wa ta'ala, na aliusifu kwamba ni utajiri ni yeye mwenyewe jalla jalaluhu, mwenye kuturuzuku sisi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anataja katika maneno yake kwamba huyu alikuwa na uwezo, huyu alikuwa ni tajiri, lakini kwa sababu alitoka katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumwangamiza. Mtizameni Qarun alayhi la'na. Allah ndiye anayemsifu, sio mimi na wewe wanadamu wa kawaida. Jalla jalalu al-Khaliq subhana aliyemuumba, akisema inna mafatihahu latanuu bilrusbati ulil quwwa. Qarun zile funguo alizokuwa akizimiliki alikuwa hazibebi funguo zake na watu wa kawaida, zikibebwa na watu wenye nguvu. Watu wake wakimwambia la tafrah, acha kibri, inna Allah la yuhibbu al-farihin, Allah subhanahu wa ta'ala hapendi wenye kibri. Qarun alisema nini? Maneno ambayo kwamba wamejaa nayo leo Waislamu katika dini zao, tabia ambayo kwamba imeenea katika jamii ya Kiislamu umuman, innama utituhu ala ilmin indi. Qarun asema alipewa kwa sababu ya ilmu, na leo sisi tunawaambia maskini, tafuta na wewe, mimi nimetumia jasho langu, tafuta na wewe, babangu alitafuta akaniachia urithi, tafuta na wewe, mbona wewe usitafute? Tunawatukana maskini na kuwadhalilisha kwa maneno yetu, kama alipowadhalilisha Qarun watu wake alipowaambia innama utituhu ala ilmin indi. Allah subhanahu wa ta'ala fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza yeye Qarun pamoja na mali zake. Ayuha almu'minun, ndani ya mazingatio ya maneno waliompatia watu wa Musa alayhi salam Qarun alayhi la'na, walimwelezea ni namna gani anahitajika kuitumia mali yake. Na Muislamu ajitizame katika hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, yeye yuko miongoni mwa namna anavyoitumia hii mali? Walimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, sema wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Jambo la kwanza, hiyo mali uliopewa wewe Qarun, lakini maneno haya yanakuhusu wewe Muislamu. Tafuta kwa kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala nyumba ya akhira. Fikiria mali ambayo kwamba uko nayo unaitanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utambue ya kwamba wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, yale ambayo kwamba mnayatangulizeni nyinyi katika khairi kutokamana na mali zenu mtakwenda kupata mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau fungu lako katika dunia. Tumia mali yako katika dunia, nunua vipando, nunua nyumba, ongeza biashara yako, panua, nenda kafanya vacation popote unapotaka wewe, kwa sababu kuna uwezo, haijakatazwa katika dini ya Kiislamu. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kula chakula kizuri, ishi sehemu nzuri, panda kipando kizuri, nenda sehemu ambapo kama hujafika kwa sababu ya kutembea, haujakatazwa wewe. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, lakini fanya ihsani na wewe. Jambo la tatu, kama vile Allah alivyofanyia ihsani, wafanyie waja wa Allah ihsani, wasaidie wasiojiweza. Wala tabghi alfasada fil ardh, jambo la nne, usifanye ufisadi katika ardhi. Innahu la yuhibbul mufsidin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wale wenye kufanya ufisadi. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah innahu kana ghafara.
Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwani wal mu'minuna, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotunukulia namna watu wa Qarun walivyomwelezea Qarun namna anavyohitajika kuitumia mali yake, miongoni mwa maneno aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwambia mwanadamu yoyote aliyokuwa ni mwenye kufunguliwa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, fanya ihsani ewe Muislamu kama vile Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia wewe ihsani. Umetoka katika tumbo la mzazi wako, ndugu yako katika imani, haujakuwa ni mwenye kumiliki mali yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kukuruzuku na wewe mali kama ile, basi na wewe ni wajibu wako kama Muislamu, unaporuzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waangalie wale ambao kama hawajiwezi. Simama katika kukidhi haja za Waislamu wenzako. Unaposikia Muislamu wenzako hakuna shida, simama uwe ni mwenye kukidhi haja kama ile, kwa sababu wewe utakuwa ni miongoni mwa watu wanaopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe utakuwa ni mtu ambaye kwamba umetekeleza ibada inayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radhiyallahu anhuma asema, jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu alienda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ayu nnasi ahabu ila Allah, ayu nnasi ahabu ila Allah. Sikiliza maswali waliokuwa nayo masahaba, kwa sababu walifahamu ukubwa wa kesho siku ya Kiyama. Wanamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mwanadamu gani anayependwa na Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, ahabu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas, mtu anayependwa zaidi ulimwenguni na Allah ni yule mtu anayewanufaisha watu, ni yule mtu anayewanufaisha watu na kuwasaidia na kusikiliza matatizo yao. Wa ahabbul a'mali ila Allah, na matendo yaliyokuwa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, ni ile furaha unayoingiza wewe Muislamu katika moyo wa Muislamu mwenzako. Unapomwona mtu ana shida ukasimama kumsaidia yule mtu, wallahi wewe umependwa na Allah. Unapoona Muislamu ana shida ukasimama kuikidhi haja yake, wallahi umetenda amali ambayo kwamba inapendeza mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haachi fursa. Anas ibn Malik radhiallahu anhu anasema, kuna wakati alikuwa kuna kimiwa swala ianze kuswaliwa, anakuja mtu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwelezea shida zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazisikiliza shida za yule mwenye kuelezea shida zake, mpaka maswahaba wanasinzia katika sofu, watu wanangoja salamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam haswalishi, anasikiliza shida ya Waislamu. Leo tunawafungia milango wale wenye shida, ndugu zangu katika imani, kwa kudai ya kwamba wengine ni warongo. Ni kweli wengine ni warongo, lakini mbona wale ambao kwamba ni wa kweli hatuwasaidii? Hii ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, tutakwenda kuulizwa kwa kila Muislamu anayelilia njaa, tutakwenda kuulizwa kwa kila Muislamu anayelilia shida ya madeni, tutakwenda kuulizwa kwa kila shida ya Muislamu ambayo kwamba inafikia katika familia yake. Misaada tunawasaidia maskini Ramadhani, mbona kabla na baada ya Ramadhani misaada hii haionekani? Kwani Mola wetu ni wa Ramadhani peke yake? Kwani hawa maskini wanakula Ramadhani peke yake, baada ya Ramadhani hawali? Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, li an amshi ma akhi fi hajatin lahu ahabu ilayya, kutembea na ndugu yangu Muislamu mimi kwa matatizo aliyokuwa nayo ni jambo ninalolipenda mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuliko hata an a'takifa shahrayn fi masjidi hadha, kuliko hata kukaa miezi miwili katika msikiti wangu huu, ati nimekaa itikafu, kumbe kuna Muislamu analala na kiamka na njaa. Mimi Muhammad siko hivyo, kwa sababu alifahamu kuna siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, watu watakuwa ni wenye kupita katika ile njia ya Sirat. Kuna watu watakaopita kama umeme, lakini kuna watu watakuwa wanaanguka. Miongoni mwa sababu za watu kutoanguka katika Sirat siku ya Kiyama ni kule wewe Muislamu kusimama katika
katika kukidhi haja ya Muislamu mwenzako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alifundisha hivyo, akasema yoyote ambaye kwamba atasimama katika shida ya Muislamu mwenzake hata athbataha lahu, mpaka akamtatulia ile tatizo alilonalo, athbataha Allahu azza wa jalla qadamahu yawma tazilu al-aqdam. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuzipatia thabati nyayo zake siku watu wanateleza, siku ya Kiyama wanaingia katika moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Wewe nyayo zako hazitetereki, nyayo zako hazitelezi, kwa sababu ulisimama katika shida ya Uislamu wenzako. Ndugu zangu katika imani, unaposimama katika swala kama hili, tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atasimama kutatua matatizo yako. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na mja namna mja atakavyokuwa na mwenzake. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Yoyote atakayemuondoshea mwenzake uzito, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoshea uzito wake duniani na akhera. Tufahamuni siku ya Kiyama mwanadamu hatoinua unyayo wake mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Unyayo wa mwanadamu hautoinuka siku hiyo mpaka ulizwe mambo manne. Miongoni mwa mambo manne, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Mali yako ulitoa wapi wewe? Ikiwa ulipata kwa njia ya riba utaelezea, ikiwa ulipata kwa njia nzuri utaelezea siku hiyo. Wa fima anfaqahu, na kwa njia gani ulipeana mali hiyo. Leo tunawekeza mali nyingi kwa mambo ya kipuzi, tunakuwa ni wenye kushajihisha mambo ambayo kwamba hayana maana. Wangapi wanasimamia ligi mamilioni 2, milioni 3, milioni 1, lakini kuna wanafunzi wako madrasa hawasimamiwi hata shilingi 2000. Wanafunzi wanaacha kuisoma dini ya Allah. Unamfuata mtu unamwelezea huyu ako na shida, makaratasi na vidhibitisho kamili hivi hapa, mtu anakwambia sina kitu, kesho kuto unaona amesponsor ligi milioni 2. Utakwenda kujibu kwa Allah. Vijana wamekaa maskani leo tuliosoma nao, na wengine tuliwaacha wanasoma, na wengine bado tunasoma nao. Tunauliza shida iko wapi? Mbona leo sasa umeanza kushika mogokaa na marungi? Anakwambia hakuna Muislamu aliyesimama kuitatua shida yangu nilipokuwa na fizi. Alaysa minkum rajulun rashid? Ndani ya Mombasa hii kukosekana watu wa kuwasaidia hawa ambao kwamba wamezunguka na kulia kwamba tunahitaji kusaidiwa ili tuisome dini ya Allah, hawasaidii. Ndugu zangu katika imani, unapoanguka mujtama wa Kiislamu, tunapoona Waislamu wamekaa vibarazani, kwanza tujiulize sisi tumecheza pati gani na mali zetu. Wengi wanalalamika mno. Kuna wengine wanakwambia kesho kutwa madrasa zinafunguliwa au skuli. Mtu anasoma sheria katika university, labda hana uwezo wa kulipa ile mali au ile pesa. Kila anayemwendea anamwambia sina uwezo, na uwezo wako nao. Basi tambua ya kwamba huyo unayemwambia huna uwezo, hana uwezo wa kufanya lolote. Lakini kuna Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha na ni lazima utoe mali, si khiari. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Toeni yale ambayo kwamba Allah amewapeni kabla hamjafikiwa na mauti. Akaanza kulalamika wanadamu. Hapo sasa ndio unalalamika, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Ewe Mola, nakuomba nicheleweshe na mimi nipe muda, na mimi nitoe sadaka, nimsaidie yule aliyesoma dini. Unatambua hapo sasa, idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalath. Amali zote zinakatika isipokuwa mambo matatu, illa min sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea. Tukajua ni visima peke yake, tukajua ni misikiti peke yake. Hawa vijana ambao kwamba wanaisoma dini hawapatiwi basari. Wanaambiwa hakuna basari ya mtu kusoma Islamu, kusoma masomo ya kisheria ya dini. Watasaidiwa na nani kama si dini Waislamu? Au ilmin yuntafa'u bihi, elimu yenye manufaa, ukiambiwa usome utaki. Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayekuwa ni mwenye kuombea, na wewe mtoto wako haujampeleka katika
kulisoma elimu ya kisheria. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. والحمد لله رب العالمين.